Nilipoonana naye kwa mara ya kwanza mwaka 2017 au 18, 17, alitaka kuacha shule aende kufanya huduma. Nikamwambia, kijana, hebu tulia kwanza. Kwa hiyo akanisikiliza na akaenda kwenye masomo zaidi, na sasa anaendelea, anamtumikia Mungu, lakini pia yuko kwenye career yake. Kwa hiyo namshukuru Mungu, anamtumia maeneo mengi kwenye hiyo huduma ya praise, lakini pia kwenye kulihudumia neno la Mungu. Mungu akubariki, karibu sana. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunamweka Benson mikononi mwako wakati huu anapokwenda kulihudumu neno lako kwetu. Mungu, mtumie kama chombo, mpake mafuta, nasi Bwana tutakuwepo kukusikia wewe, sio mwanadamu. Tunajikabidhi pia mikononi mwako tukikushukuru kwa yote katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu. Asante sana baba. Hallelujah. Well, thank you so much. Asante sana baba na mama kwa nafasi hii ya kipekee. Nachukua kwa unyenyekevu mkubwa. Nafahamu si rahisi kumpa mtu yoyote nafasi hii, na mimi kwa unyenyekevu mkubwa nasema asante. Asante pia timu ya uongozi wa kanisa na washirika kwa kuwepo siku ya leo na kuwa tayari kusikiza kutoka kwake. Amen. Hallelujah. Na nitakuwa na mazungumzo tu kwa muda mchache wa dakika pengine 30, 25. Mazungumzo ambayo yatatutafakarisha kwa yale ambayo Mungu anataka kufanya na sisi 2026. Kabla ya yote, Mungu amenibariki na mrembo yule pale anaingia. Amenibariki na kijana pia mwingine. Kijana na keti mwingine. Kijana anaitwa Bennett, na tunamtumikia Mungu pamoja. Na nimesema nimtambulishe pia mke wangu kwa sababu kwa wale waliooa wanafahamu ukiwa na mwanamke ambaye anakuruhusu kusikia sauti ya Mungu ni muujiza na baraka. Kwa hiyo yeye ameniacha kidogo namsikia Mungu. Kwa hiyo asante sana mama, and God bless you. Amen. Okay, so natamani tutafakari tu kwa kifupi. Nilikuwa na somo ambalo pia nilizungumza asubuhi, ambalo linazungumza kwamba kutoka kwenye kitabu cha Yoshua 13 mstari wa 1. Nitatamani tusome pamoja, alafu baada ya hapo tutajenga mazungumzo ya kututafakarisha. Yoshua, naomba uwe haraka kidogo. Yoshua 13 mstari wa 1. Alright. Naomba tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Basi Yoshua alipokuwa mzee na kuendelea sana miaka yake, Bwana akamwambia, wewe umekuwa mzee na kuendelea sana miaka yako, kisha inasalia nchi nyingi sana bado kumilikiwa. Turudi hiyo sehemu ya mwisho, kisha inasalia nchi nyingi sana bado kumilikiwa. Sasa ujumbe wa leo ni unaandika inasalia nchi nyingi sana bado kumilikiwa. Ni ujumbe wa kututafakarisha, ni ujumbe wa kututafakarisha na kutusaidia kuangalia yale ambayo tumefanikiwa kwa mwaka 2025, alafu tuwe sehemu ya kuangalia ni nini tunaweza tukafanya 2026 ili kuboresha mahusiano, kuboresha huduma, kuboresha kazi, kuboresha kile ambacho Mungu amekupa. Kwa hiyo ni wakati wa kujitafakari. Leo ni ibada ya mwisho kabisa, ni Jumapili ya mwisho, sio ibada ya mwisho, Jumapili ya mwisho kabisa ya mwaka 2025, na si jambo la kawaida kufikia mwaka mpaka muda huu. Hebu pigie Bwana Yesu makofi ya shukrani. Yes. Lengo la somo langu litakuwa ni namba 1, kukutafakarisha katika swala zima la kuondokana na
hali ya kuridhika kiroho na kuona kwamba kuna mwendo zaidi wa kwenda, na Mungu anamwambia Yoshua kuna nchi nyingi bado ya kumilikiwa. Kwa Kiingereza anasema there's more land to be possessed. Ya kwamba Yoshua alipigana vita nyingi, alikuwa hodari wa vita. Yoshua alikuwa hodari wa vita, na tunakumbuka story yake. Aliweza kwenda kwenye ile nchi ya ahadi na kusema kwamba japokuwa tumeona Wafilisti, lakini nchi hii tutaichukua. Amen. Na mshikaji alikuwa haongei tu, anafanya. Ukisoma historia yake, amepigana vita nyingi, amewavusha wana wa Israeli kwenda hata ng'ambo ya Yeriko, ya Jordan. Amewaongoza jeshi katika kuangusha Yeriko chini. He was also a military personality. Alikuwa ni mtu wa vita na mtu wa jeshi. Kwa hiyo amepigana vita nyingi, ana uzoefu mkubwa, amesaidia ile nchi, imefika mpaka nchi ya ahadi. Lakini Mungu anamwambia despite ya kwamba wewe umeweza kufanya haya yote, lakini ziko nchi nyingi zaidi za kumiliki, yako maeneo mengi zaidi ya kwenda, ziko himaya nyingi zaidi za kuchukua. Ni ujumbe ambao Mungu pia anatutafakarisha leo, ya kwamba kweli japokuwa umefunga kweli, ya kweli inaonekana umeomba na Mungu akakupa mirejesho na matokeo katika maeneo mbalimbali, lakini anatukumbusha tusijisahau na matokeo madogo unayofikiri umepata sasa hivi, na ukaze mwendo, kwa sababu uko ushindi mwingi zaidi 2026 kukupa. Ziko biashara nyingi, yako maeneo mengi, iko afya bora zaidi kuliko hii uliyoiona. Hata muujiza wa dada yetu, mdogo wetu Matilda, uko mkubwa zaidi unakuja 2026. Hallelujah. Amen. So nataka tupitie tafakari kidogo, alafu tutaangalia mambo machache ya kutafakari, ya kutafakarisha sote na kujitathmini. Tusome Zaburi 90:12. Nitasoma maandiko kwanza, alafu nitaendelea kufundisha. Tusome maandiko. Tusome Zaburi 90:12. Nazungumza nifundishe. Daudi anasema nifundishe kuzihesabu. Anasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Tafsiri ya Kiebrania, ya Kiebrania inayozungumza kwenye neno kuzihesabu ni tohu bohu, inayomaanisha kuangalia kwa makini na kujitathmini katika siku zako. Kwa hiyo Biblia inaposema basi utujulishe kuzihesabu, inamaanisha basi utuwezeshe kuwa na umakini wa kutathmini maisha yetu, ili tusiwe tu tunaishi kwa sababu tunaishi, lakini tuwe na matokeo, lakini pia utupatie moyo wa hekima. Hayo ni maandiko ya msingi ya kuyatafakari kabla hatujaendelea. Na nisome andiko la mwisho kabla hatujazungumza zaidi. Wakorintho wa pili 13:5. Wakorintho wa pili 13:5. Pale anasemaje? Jijaribuni wenyewe. Hili ni zoezi la kwako mwenyewe unajipa, ambao utaenda kupata muda, utasoma the context hiyo nzima, muktadha wote. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Sema my primary focus hapo ni kwamba jijaribuni wenyewe, kwamba we mwenyewe kuwa na wakati wa kujijaribu na kujipima na kujitathmini kwamba Kristo yu ndani yenu. Lakini yuko ndani yako kiwango gani? Unatembeaje naye? Na nitaangalia katika maeneo ya msingi, nitaangalia eneo la mahusiano katika tafakari ambayo tutafanya kwa ajili ya mwaka huu 2025. Nitakuwa nikikutafakarisha katika mazungumzo haya, nitakutafakarisha katika eneo la mahusiano yako na Mungu, maeneo ya mahusiano yako na watu na familia, katika eneo la kumtolea Mungu, kujidhabihu kwa Mungu,
na maeneo kama hayo. Haleluya. Amen. So wakati ninatafakari, Roho Mtakatifu akaniambia katika kitu ambacho shetani hufanikiwa kukiiba kwenye maisha ya mtu, ambacho ni cha hatari zaidi, si kuku. Mama yangu alinipigia simu wiki kama 3 zilizopita, akaniambia, afu ni Mchaga, akaniambia ni mwanangu ameniibia wale kuku, yani afu ndio walikuwa Christmas ni wauze 30. Basi nikamtia moyo. Baadaye nikatamani kumwambia kwamba mama, ni bora wakuibie kuku, lakini wasikuibie njaa yako ya kumtafuta Mungu. Katika kitu shetani hufanya katika siku za mwisho ni kuwaibia watu. Biblia inasema shetani huja kuua, kuchinja na kuharibu. Haribu simu ya iPhone 17 ulionayo, sio kuharibu gari, sio kuchinja kuku, ni kuiba njaa yako. Mathayo 5:6 nasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kama kuna kitu tunatakiwa tujitafakari kwa umakini na kwa kuzingatia toka ndani ya mioyo yetu, ni kama sehemu yetu ya njaa kwa Mungu wetu bado iko pale pale. Haleluya. Usitosheke na kuridhika na kiwango cha maombi na kiwango cha ufahamu wako wa neno. Usitosheke na kuridhika na kiwango chako cha kumfahamu Mungu, kiwango chako cha kumpenda mke wako, cha kumpenda mume wako, cha kumtolea Mungu. Kuna nchi nyingi zaidi ya kuichukua. There's more land to be possessed. Hallelujah. Bado kuna mwendo, na Paulo anazungumza na tutaangalia maandiko, anasema sio kwamba nimekwisha kufika. In fact nilipokuwa nakuja huku nikana mtania mke wangu, kuna ile nyimbo ya Kikatoliki inanijia kwenye kichwa, sio kwamba tumekwisha fika bali dindadabedede. Basi mtasema tunaleta ukatoliki huko, basi twende kwa upendo nikone, na kaza mwendo nifike mbinguni, na kaza mwendo limo. You right? Hizi sio nyimbo tu ambazo wazazi wetu na wazee wetu waliimba. Ni tafakari za kukuonyesha kwamba wakati wowote utakapofikia mahali pa kuona I am good, niko sawa. Unajua maandiko 3-4, umeishika ile Zaburi 23 vizuri yote, na kufika mahali pa kuona kwamba sasa nimefika. Na tahadhari kwa wale watu ambao wamezaliwa, sikuzaliwa kwenye kanisa, walizaliwa kwenye kanisa, watoto wa wachungaji, watoto wa watumishi, watu waliokaa kwenye wokovu kwa muda mrefu. Huwa kuna kitu kinaitwa spiritual compliances, yani hali ya kuona kwamba nimemaliza. Mimi niko hapa, ule wangu Benson Bari, unaimba nyimbo 2-3, unaona watu wanalia, unafikiri ni wewe umemaliza. Kumbe watu maskini wana matatizo yao tu. Umeimba nyimbo nzuri ya mguso, praise and worship them. Kuna maeneo zaidi ya kuchukua mwaka 2026. Haleluya. Mungu anatukaribisha wakati wote. Mungu anapoileta sauti yake kwa watu wake kama hivi, anataka kuwapeleka mahali fulani. Mapenzi ya Mungu yako kwenye sauti ya Mungu. Watu hufanikiwa kwa kiwango wanachoisikia sauti ya Mungu, na sio tu kuisikia lakini kutii. Nilisema kwenye ibada ya kwanza, nitaunganisha na kwa nini lazima tujitafakari. Hakuna wakati huwezi kuisikia sauti. Hakuna. Wakati wote kuna kitu kinazungumza na wewe. Either ni circumstances, hali inakuzunguka. Either ni kuna stress fulani uko nao mahali, inazungumza vizuri. Either ni Mungu anazungumza na wewe au shetani. Hauwezi ukafika mahali ukasema sitaki kusikia hicho, sitaki kumsikia mtu yote, kama ukiwa pale nyumbani kama mzazi. Hata ukiwafukuza watoto ukabaki mwenyewe, kuna sauti inaendelea kukwambia, lakini unatakiwa ukafanye 1, 2, 3. Kwa wakati wote kuna kitu kinazungumza nawe. Sasa nakupeleka wapi? Nakupeleka kwenye eneo la kukwambia, katika kitu
nimejifunza kwa umakini sana ni kuwa tayari kuisikia sauti ya Mungu, kwa sababu hatima yangu imefungwa kwenye sauti ya Mungu ninayoisikia. Kwa Mungu anapokualika kwenye sehemu ya kujifunza neno kama hii kanisani, yatupasa tuwe na umakini na njaa ya kutosha ya kusikia sauti ya Mungu na maelekezo ya Mungu. Mimi wakati wote unaponiona niko kanisani, ni lazima niwe na notebook, ni lazima niwe na Biblia, ni lazima niwe na mahali pa kuandika, kwa sababu sitaki kufika mahali kuwa na umashuhuri katika mambo ya Mungu. Haleluya. Nazungumza kwa unyenyekevu mkubwa kabisa. Hata mimi sijafika kwa unyenyekevu mkubwa kabisa. Ukiwa na kawaida ya mambo ya Mungu, itafika kwa wakati fulani njaa yako itashambuliwa. Na njaa yako na kiu yako ikishambuliwa, hautaenda popote, kwa sababu unaenda kwa kiwango cha njaa. Thank you Baba ulionayo. Hello. Ninataka kujenga msingi mzuri ambao utatusaidia kujitafakari, na nimeanza na hilo eneo la mahusiano yako na Mungu. Sasa hebu fikiria, tuna muda mchache tu hapo. Maisha yako ya kimaombi yakoje? Je, unafanya vizuri? Je, umefanya vizuri mwaka 2025? Tuachane hata na ya kwako binafsi, hata na ya corporate haya tunayoandaliwa na kanisa. How faithful are you? Yamekusaidiaje? Unayatumiaje? Sawa, mtu wa Mungu, nimekuja zote, nimefunga zote. Bado kuna nchi ya possess, ya kutawala. Usiridhike kwamba umekuwa na maombi ya siku 21. Unajua shida ya maombi, mimi nimekaa kwenye maombi kidogo. Shida ya maombi ina kitu fulani ambacho usipokuwa makini ni kama cha giza. Mtu ukitoka kwenye maombi labda ya muda mrefu, unasikia kama unataka kupaa hivi. Ni kama utapotea muda wote, ni kama uletewe maiti uzifufue. Kwa kuna usipokuwa na umakini wa roho, waweza kufikiri kwamba umefika. Na Paulo anasemaje? Sio kwamba nimekwisha kufika, bali ninakaza mwendo ili nipate kuifikia ahadi. Hello. Bwana asifiwe. Leo nimekuja kitofauti kidogo, kwa hiyo unaweza ukalala. Jitahidi usilale. Kwa hiyo ni muhimu sana kufikiri katika hayo. Now, tuangalie watu wachache kama Paulo jinsi anavyozungumza. We are project maandiko kwa haraka. Ni Wafilipi 3:12. Hawa ni watu ambao tuangalie watu kama hao. Wao wanasemaje kuhusiana na kufika? Wanasemaje? Alafu baadaye tutaenda kuangalia kwenye kujipanga sasa tufanyeje. Mtu kama Paulo anasema sio kwamba nimekwisha kufika, nimeshazungumza hiyo Wafilipi 3:12 lakini mpaka 14. Huyu inaonyesha ni mtu ambaye anajitafakari njia zake. Lakini nayopenda sana ni ya Daudi ambaye anaonekana ni rafiki wa Mungu, ni mtu baada ya moyo wa Mungu, a man after God's own heart. Ni mtu ambaye Mungu amempenda. Haya, tusome hapo Zaburi 139:23, Zaburi 139:23, alafu andika tena na Zaburi 51:10. Nataka tusome pamoja. Okay. Alafu baada ya hapo tutazungumza mambo machache. Zaburi 139, hujafika bado? Sasa inabidi media mjitafakari sasa kidogo njia zenu. Nawatania. Alright. So tusome tu kwa Kiswahili kwenye Biblia zetu za kawaida, mtu aliyefika hapo. Mstari wa 23, 139:23. 139:23. Asante pastor. Mungu, huyu ni Daudi, mtu ambaye ni mkuu
mtu ambaye ni rafiki wa Mungu, mtu ambaye amepigana vita nyingi, mtu ambaye anafikia hatua ya kujitafakari na kusema Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu. Anampa mpaka Mungu nafasi ya kumjaribu katika yale ambayo amejifunza, katika yale ambayo amemfahamu nayo, ili ujue mawazo yangu. Angalia inaenda 24, twende 24. Nataka tuzungumze pale. Anasema uone kama kuna njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Haleluya. Jamani, hata mimi nina njia ambazo nikizitafakari naona kama hizi njia zitaleta majuto, pengine kwenye ndoa yangu, pengine kwenye kiroho changu. Unaweza ukafika mahali pa kuzingatia na kuwa makini kiasi hichi pa kumwambia Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu. Unajua, Daudi anapozungumza mambo kama haya ni mambo ambayo anamwonyesha Mungu anatamani kuwa na ukamilifu. Na mimi ninajenga kutoka kwenye kile ambacho wamehubiri wazee wangu wiki 2 zilizopita. Alihubiri mzee kwamba akatuita, tuna kazi ya kufanya, na kazi ya kufanya mwaka 2026. Mama wiki iliyopita amezungumza kuhusiana na utakatifu. Nikamwambia baada ya kwanza, nafikiri Mungu anapotuita kwenye wito kwa watakatifu, sema wewe ni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, sio kwa sababu anataka kujisikia vizuri wewe ukiwa mtakatifu pekee. Of course atajisikia vizuri, lakini Mungu haoperate kwenye dimension ya hisia na miemko kwamba jisikie vizuri, wow, mtakatifu pekee. Ni kwa sababu mambo ya kiroho ni ya kisheria. Kuna sheria inayotawala vitu vya rohoni, kanuni. Thank you sir, asante baba. Kuna kanuni inayotawala vitu vya rohoni, okay? Kwa mfano, huwezi kwenda mahakamani. Kuna wanasheria kidogo hapa au watu wanaopasua hiyo sheria. Asubuhi tulikuwa na mmoja. Huwezi kwenda mahakamani na kuanza kulia, hakimu. Ukimaliza kulia, hakimu atakwambia sasa, hebu tuletee ushahidi na tufuate kanuni na sheria. Sawa? Tunaenda vizuri kwanza. Kwa hiyo mambo ya kiroho yana sheria zake. Moja kati ya kanuni za kiroho na sheria zake ni utakatifu. Kuna wakati unaenda kumwomba Mungu akufanyie jambo fulani, akupe kuwa na nguvu kwenye masoko, labda pengine unataka, una biashara yako, labda una huduma yako, labda una jambo lako unalifanya. Lakini kuna jamaa mmoja anaitwa mshtaki. Huyu jamaa anaendaga mahakama ya mbinguni, si mshtaki wetu Ibilisi, si ndio? Anasema sawa, huyu mshikaji anaomba, sawa, yuko vizuri, lakini kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo utakatifu unakupa nguvu ya kushinda na kupokea haki yako pia katika ulimwengu wa kiroho. Nafahamu sehemu ya neema na rehema za Mungu, lakini hatuitumii neema na rehema za Mungu vibaya. Kwa hiyo tukifika mahali pa kusema tunataka kujichunguza kama kuna njia iletayo majuto, ni kukusaidia pia kutawala na kufanya miamala kwenye ulimwengu wa kiroho na kufanya biashara. Haleluya. Nilikuwa namwambia ibada kwanza, watu huuza kabla ya kuuza. Watu hufanya biashara kabla ya kufanya biashara. Waulizi Waislamu wajua vizuri haya. Na barabara 6 pale asubuhi wanauza kwenye ulimwengu wa kiroho. Choma na udi na uvumba na nini kwenye madhabahu zao. Au sisi tunataka kula maandazi. Wazee wanatangaza maombi, hatuombi. Tunachezea dhambi. Leo nataka kutawala, watakupiga. Watakuumiza. Kwa hiyo nilikuwa tunataka kuelezea kwamba tunaposema tunataka kujitafakari ni ili tuwe na full mandate ya kudominate 2026, ya kutawala 2026. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa neema na wa haki.
as Mungu hadhihakiwi, akipandacho mtu ndicho atakacho kivuna. Hivyo tu. Kwa hiyo sio machozi nilianza na kwamba uendi mahakamani na kwanza tu kulia na machozi mengi kweli, lakini unashangaa kuna vitu mbona havifunguki, kwa sababu pia kuna pattern nyingine Mungu anataka kukwambia, hebu jichunguze. Je, kuna njia iletayo majuto? Basi kama ipo, hata mimi nimejichunguza. Hivyo unafahamu, mwaka huu nimejifunza kwa nguvu na kwa machozi kwamba kuchukua mtaji wa madhaifu nilionayo na kujiboresha kuwa mtu yule ambaye Mungu anataka niwe. Wakati mwingine mke wangu ananiambia, hapana Bari, this is not right. Hii sio sawa. Hii sio sawa. Hivi hatuendi hivyo mume wangu. Hasa kuliko kila siku kuinua mabega na kufikiri kwamba, naongea kama mzee wangu, kuinua mabega na kufikiri kwamba umefika. Nikakaa chini na kujichunguza. Kwa nini naambiwa hivi? Nimeshaanza kugusa kwenye eneo la ndoa na mahusiano. Kwa nini naambiwa hivi? Wakati mwingine madhaifu ulionayo ni mtaji wa kukusaidia kuwa mtu bora. Kila kiongozi bora hujua hii siri. Usichukulie wakati unapopewa maonyo wakati wote kwamba ni Mungu, kwamba watu wanakuonea wivu. Bro, au kukosolewa, yes. Mtu anakuonea wivu. Wadogo zangu, sio kama mzee wako akikwambia bwana, au jamaa wako akikwambia bwana, aisee ndugu yangu, hebu achana ule demu. Nimetumia neno la vijana wanielewe. Hebu achana wasi. Sio kama jamaa anataka kukuchukulia msichana wako, demu wako si unamuita. Sio kama ana wivu. Ni Mungu anamtumia huyo mtu kukusaidia. Hebu jichunguze. Jichunguze, kaa chini jichunguze. Mume wako akikwambia kitu, mke wako akikwambia kitu, kaa chini jichunguze. Na nazungumza hii kwa unyenyekevu mkubwa sana. Si kwamba nimekwisha kufika, sio kwamba nimefaulu, bado hata mimi ninakaza mwendo. Natamani sisi sote tukaze huo mwendo. Ile 2026 wakati Mungu anapotaka kutufikisha katika vilindi vyake, basi ni tayari tumeshaandaa moyo wetu kupelekwa. Kwa sababu mtu atakunywa kwa kiwango cha njaa na maandalio ya moyo wake. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo vijana wenzangu, tusichukulie mambo ya Mungu poa. No. Usizoee sana sauti ya Mungu ukamwona kama ni mjomba wako wa pale Ikwiriri. Umeona Ni kwa kiwango gani uko tayari kumruhusu Mungu akusaidie mwaka 2026? Mimi na mke wangu tulijipanga hata kabla mzee hajaniomba kuzungumza kwamba tarehe 29, 30 na 31 tutakuwa na wakati wetu kama familia wa kuomba pamoja, kufurahi na kupanga. Tumekuwa na mwaka rafu sana mwaka huu, kwa sababu no. Kwa sababu pia Mungu ni Mungu wa utaratibu. Ni Mungu ambaye anatumia pia maono ulionayo. 16:1 mpaka 3 mpaka 4 Mithali inasema, mkabidhi Bwana mipango yako naye atathibitisha njia zako. Kwa tukapanga tutakuwa na wakati wa kujitafakari. Bwana, wewe unanipenda kiwango gani? Mimi nampenda kiwango gani? Ni nini kinachoathiri upendo wetu? Ni wapi, ni namna gani tunamlea huyu kijana Mungu aliyetuamini? Tunamleaje? Na vitu kama hivyo. Kuomba pamoja na vitu kama hivyo. Natamani pia tuwe na wakati, nitoe wito huu kwa kanisa. Mimi niliye mnyonge, tafuta muda wa kupanga mipango. Kama uko bachelor, kana kamati yako, mko wengi. Biblia inasema japo
japo tumekuja mlima Sayuni, japo tuko wachache, lakini tumezungukwa na wingu la mashahidi. Sasa panda mlima Sayuni, umezungukwa na wingu la mashahidi. Mungu akufungue macho yako uone walivyo wengi walio upande wako. Kwa hiyo usifikiri, nikutie moyo, hauko peke yako. Kaa chini, andika, natamani mwaka unaokuja niwe wapi kiroho. Muhimu sana. Usiwe tu na wokovu wa kijumla jumla. Wokovu wa kijumla jumla utazeeka huko alafu hauna kitu chochote cha muhimu. Mungu atusaidie. Tusiende kijumla jumla. Wokovu makundi makundi, Sasa 2026 sitaki makundi. Haleluya. Ni wapi unataka ujione? Unataka kufunga kwa kiasi gani? Mshukuru Mungu, mzee amesema tutakuwa na maombi ya siku 40. Na mimi ni muda mrefu sijagusa hiyo siku 40, nimeishia mara mwisho nimeisha kwa 21 nafikiri. Ni wakati sasa nimepewa fursa. Jaribu hata uishie 37, Mungu atakusaidia hizo 3 tu, utakinywa sharubati, maji, juisi, nini safi. Lakini 37 at least umefika, umeemea. Asante Yesu. Haleluya. Nazungumza mambo makubwa lakini katika utani. Wapi unataka kujiona kiroho? Namba 1. Kwenye eneo la kiroho andika namna gani unataka kuomba. Unataka kuomba maombi ya kufunga kwa kiwango gani? Cha kwanza, usijionee huruma, anza na hii ya mzee aliyozungumza, kwa sababu yeye ameichukua kutoka Sayuni. Maana yake una uwezo. Kwa andika 40 compulsory thing. Afu wewe ongeza 41. Kuna nchi zaidi ya kuchukua. There are more land to be possessed. Usirizike. Ikata 41 pale. 41 na lisali moja. Sio mbaya. Unaona kwamba kuna nafasi, usifike. Na ukishamaliza hizo 40 usifike mahali pa kuona kwamba kijana njoo. Unaenda wapi kijana? Uwe mnyenyekevu, ikuvunje zaidi kuona kwamba kuna maeneo ya kuchukua zaidi, kuona kwamba kuna mwendo wa kwenda zaidi, kuona kwamba kuna afya bora zaidi Mungu anayo kwa ajili yako, kuona kwamba kuna hali bora zaidi Mungu anayo kwa ajili ya mtoto wako, kuona kwamba kuna biashara kubwa na nzuri zaidi Mungu anataka kufanya na wewe. Nilikuta mwaka jana mwezi wa 11 nilipata dili moja kali zuri kweli. Kwa ile michangamka kidogo. Kitu ninachokuambia nimekiishi na nimeona madhara yake. Nilipata hela, nilikuwa naomba kweli, nimefunga kweli. Sasa hivi nimembamba, lakini nilikuwa mwembamba kidogo Januari kama mnakumbuka, au mwaka jana mwezi wa 10. Nikapata ile dili bwana. Papa. Tena ilikuwa ni ya wakuu. Kaenda nikafanya, nikapata hela. Tena ile sehemu nilioalikwa kuitwa ni kisiwa. Kwa hiyo wala raha bwana. Wala raha. Nikula raha na kusahau kwamba maombi yaliyonifikisha kwenye kile kiwango yanahitajika aidha ya kiwango kile au zaidi ya kile, ili kulinda hayo mafanikio. Mimi nikaanza kula maubuyu bwana. Buyu wa Zanzibar, kula futari, kula urojo bwana. Mimi napenda urojo, kiwango anajua. Na kula urojo tu. Mwezi wa kwanza wa pili kula urojo tu. Bwana, the rest is history. Sikufika mbali. Kwa hiyo tusiridhike guys, tunaenda kwenye masoko. Waislamu, what they have managed to have, walichokifaulu kuwa nacho ni kuwa na consistency, muendelezo katika madhabahu. Wamemaster hiyo teknolojia. Yaani wana hiyo teknolojia ya kukaa. Mimi nasafiri na sijara mara nyingi, nashangaa saa 11 mimi naingia pale kwenye behewa langu. Shehe, sio hata shehe tu, tutakuwa tu raia wa kawaida tu, lakini Muislamu mzuri. Katwa zake kikoi pale nje SGR. Kapiga binajima, unafahamu vizuri hiyo. Anasema, mimi mwenyewe naona aibu hapa ndani. Yaani unajua tu ukiingia tu kwenye trend zimekaa vizuri kweli, kule ni corporate people, unataka kutoa laptop yako onekane kidogo, unafanya kazi zako 2-3 upate wateja. Jamaa, he doesn't care. Na kumbe he's a great man.
Majamaa, iwe ni kwenye train, iwe ni kwenye nini, walini challenge sana, nilijisikia vibaya. Nikafunga laptop yangu, nasema Roho Mtakatifu, kimya kimya lakini kimya kimya lakini. Nini nachotaka kusema? Nataka kusema yatupasa kuwa na mwendelezo katika maisha ya kujidhabihu, kwa sababu watu ni uwakilishi wa madhabahu wanazozitumikia. People are representative of the altars they serve. Kila mtu unayemwona kwenye masoko au huko Jumatatu mpaka Ijumaa ana madhabahu alionayo, either ni Mroma, ni madhabahu yake, either ni Muislamu. Na maisha ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni maisha ya kushindana katika madhabahu, whether unataka au hutaki, whether unajua au hujui, mwenye nguvu ndio anashinda. Wale ambao wanafanya biashara wanaelewa, hakuna himaya ambayo haina mtu. There is no territory which is no man's territory. Kila himaya ina mtu. Hata nchi ya ahadi ambayo Joshua alifanikiwa kwenda ilikuwa na watu, ilikuwa na Wafilisti. Japo ni nchi ya ahadi, ya asali na maziwa. Sasa ni wapi tunaenda ambapo pana watu? Hakuna. Kwa hiyo unachotaka kufanya ni kutengeneza uwezo kwenye madhabahu, kuwa na maisha ya kujidhabihu, kuwa na maisha ya maombi, kuwa na maisha ya kumpenda Mungu na njia za unyofu. Ndio Daudi anasema, nikiwa namalizia, Daudi anasema chunguza uone kama ndani yangu iko njia. Sasa practical ways, tafakari kwenye eneo hilo la mawasiliano yako na Mungu. Weka malengo kabisa katika eneo la maombi, weka malengo katika eneo la kujifunza neno, weka malengo katika eneo la kujidhabihu, kujitoa katika mambo ya Mungu, kumtumikia Mungu, kutumikia kusudi la Mungu katika mahali Mungu alikokupanda au sehemu yote. That's number one. Kwenye eneo la mahusiano yako na familia, kama uko peke yako, andika ni aina mwaka 2026 unataka uwe wapi kimahusiano. Unataka uolewe, unataka kuoa, unataka sijui kama inaruhusiwa, unataka mwanamke wa namna gani? Inaruhusiwa bwana. Ambaye anamcha Mungu au amchi Mungu. Yaani andika, ona unachotaka kukifanya. Katika eneo la kumtolea Mungu, unajiona ukimtolea Mungu kiasi gani? Au wewe ni wale ambao wanatumia ule mstari vibaya wa sisi ni nasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Kwa mimi nimeshatoa mwili wangu, Bwana Mungu anauona mwili. Sawa, kweli Mungu anauitaka mwili wako na akili yako, lakini pia anataka fedha na mali zako. Usije kitu kila siku unasema mimi Mungu namtolea mwili wangu. Siku kwa sababu kanuni ya sadaka pia ni kuteketezwa. Siku haja kuteketeza, unatoa mwili uteketeze kama dhabihu iliyo hai. Kwa hiyo angalia kwenye hilo eneo pia unataka kuwa wapi, kumtumikia Mungu katika kutoa, kusaidia wengine, kuwafadhili wengine, kumtolea kwenye kazi ya Mungu, kwenye miradi ya kanisa. Ni wapi unataka kufika? Alafu Mungu atakusaidia, kwa sababu 16 mstari wa kwanza inazungumza mithali kwamba muda umeishia, kwamba mkabidhi Bwana njia zako, mipango yako na yataithibitisha. Haleluya. Eneo la malezi ya watoto. Je, unataka social media ili leo watoto wako? Young couples, sijui old couples, unataka watoto wako waleleweje? Wawe watu wa kariba gani? 2026 Mungu anataka tujione hivyo katika maeneo yote, ili sasa tunapokuja katika corporate anointing, katika ibada ya pamoja au service, tunaingia kwenye lengo ambalo Mungu ameliachilia kwamba mwakani tunataka kwenda deep kwenye kila eneo. Sasa unalikuta tayari linakukuta tayari ushajipanga kwenye eneo la kiroho, kwenye eneo la maombi, kwenye eneo la kusoma neno, kwenye eneo la mahusiano yako. Katika eneo ambalo Mungu amenisaidia na anaendelea kunisaidia ni eneo la kusamehe. You see, mimi ni mtu nimenyooka. Ukifanya kazi na mimi utakoma, lakini sasa hivi Mungu amenisaidia, nimepona. Yaani mimi nataka
hana msamaha. Kwa nini? Acha uzembe. Sasa ndoa ina tabia ya kupima utumishi wako. Unaweza ukaja huku unachemka, lakini ukirudi nyumbani mke wako anaweza akafahamu kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa katika somo ambalo nimelirudia, na Mungu anamsababisha tu ananikwaza mpaka navunjika na kuona kwamba no, Mungu anasema na mimi natakiwa niwe nasamehe kwa haraka, natakiwa nionyeshe huruma, natakiwa niwape watu nafasi ya kugrow na kujifunza. Hilo ni eneo ambalo nimejitolea mfano mimi. Wewe ni eneo gani kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako Mungu anataka kukutrain? Kwa sababu upako wa Mungu haukai na watu ambao hawasamei. Unajua hivi vitu vya kiroho tunavyovifanya hapa, hata turukeje, kama hali ya moyo wako haiko sawa, haifiki Sayuni. Yaani hata hawasikii chochote, hata wewe upige kelele hawasikii. Lakini hali ya moyo wako inakupa access kwenye mbingu. Kwa maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo ikatifanya kuna vitu vingine tu inabidi sasa tujijia sasa, hapa ni plani. Ili tusikwazane Jumapili, inabidi Jumamosi tuitumie vizuri, tuplani, tuweke hivi, tupasi nguo, tuweke kila kitu kikae sawa. Tuamke tu ni kuoga na kukimbia. Hakuna wewe. Afu unakuja hapa pray. No. Acha hayo mambo bwana. Acha hayo mambo bwana. Ninazungumza na mtu, naamini kuna mtu atasaidika. Kama mambo mengine ni ya hekima tu, hahitaji kwamba tufungi no, plan. Mungu alitusaidia na mke wangu ananisaidia. Tunapasi nguo, tunaweka hivi, tunafanya hivi, safi vizuri, safi. Chakula cha mtoto kimeshawekwa, kila kitu safi, kwa sababu sisi tukishafunga safari ni jioni. Asubuhi tunaangalia shetani anataka kutokea wapi. Ni nani anataka kutumia shetani hapa? Wewe acha hiyo bwana, acha hiyo. Wewe tumefika kanisani pa. At least moyo wangu uko sawa. Haleluya. Hayo pia ni maeneo ya kujitafakari, kwa sababu yanaweza kukuharibia ibada. Watu hapo wanakazana kuimba, wewe uko unaangalia hawa. Mambo halisi kabisa mambo. Kwa sababu ibada huanzia nyumbani. Ni mambo pia ya kujitafakari na kuona kwamba mwaka 2026 kama tunataka kuzama kilindini, ni vitu gani hapa vinasababisha tusizame? Hasa nyingine uaga ni tunapua planning tu. Hatujipangilii sawa sawa. Kwa hiyo tukaga na ule msemo tusiharibia. Sasa hivi tunamsema tusiharibiane ibada bwana. Tusiharibiane ibada. Kabisa hapo tutapeana kazi hapa, watu wanachemka kweli. Wewe ndio unakaribia kukumbuka kwamba hivi huyu na nilimwambia nipasie ili koti. Chukua pasi mwenyewe, maisha yasogee. Mambo ni rahisi. Bwana sifiwe. Kwa hiyo tujitafakari katika maeneo yote. Wakati nimemaliza kabisa, tujitafakari katika maeneo yote. Na 2026 inapokuja itukute hatujauzoelea wokovu. Haleluya. Itukute hatujazoelea mambo ya Mungu. Unajua kuna wakati unafika kwenye mambo ya Mungu hapa kanisani, unaweza ukakaa kama spiritual auditor. Okay. Unakaa kama spiritual auditor, like okay, this is hamna kitu hapa, hamna jambo hapa. Sasa tusifike huko, tusiwe maauditor wa kiroho wa kuangalia hamna kitu. Yaani unakuja tu kanisani ili ukutane na watu, lakini sio Mungu. Ni sauti ya Mungu unayoitegemea kwa ajili ya hatima yako. Ni sauti ya Mungu pekee, wala sio vitu vingine. Kuwa makini sana wakati Mungu anavyozungumza, hata kama mimi ni mdhaifu, lakini kuna kitu Mungu anazungumza nawe. Hatima yako imebebwa na sauti ya Mungu inayozungumza kwenye madhabahu. Kuwa makini sana. 2026 usichukulie vitu kawaida. Hebu tusimame tuwe na dakika moja. Musicians please. Tuwe na dakika moja ya kutafakari kwa uthabiti wa moyo. Tusimame.
Musicians please. Alafu tumie dakika moja kutafakari njia zako. Angalia mahali ambapo umekuwa mwaka 2026, 25. Angalia hali yako ya kiroho, hali yako ya maombi, mahusiano yako na familia, mahusiano yako na watu wengine. Siwezi kuzungumza mambo yote, lakini Roho Mtakatifu amekusha kuzungumza na wewe wakati naongea. Angalia ni eneo gani ambalo unatamani Mungu akusaidie unapoingia 2026. Na uwe mnyenyekevu. Wewe hujafanya kitu chochote kikubwa kuliko Daudi. Wewe na mimi hatujafanya kitu chochote kikubwa kuliko Paulo. Lakini Paulo anasema mimi sijafika, na anakuwa mnyenyekevu. Daudi anasema tena, Zaburi 51 ni maombi ya toba, anasema kabisa tena, niondolee ndani yangu moyo wa jiwe, unipe moyo wa nyama, wa kupenda kufanya mapenzi yako. Hebu tafakari kwa dakika moja, kila mtu hapa ndani, kabla sijamuinvite baba aje endelee na maombi, na utubu. Kutubu sio kusema Bwana Yesu nisamehe, ni kudhamiria kubadilisha akili yako juu ya yale ambayo hukuwa unafanya sawa na mwenendo wako. Amen. Tumia dakika hiyo moja ujitafakari, alafu ukiona unahitaji Mungu akusaidie, msogea hapa tuombe pamoja. Hata mimi nahitaji hiyo neema. Nahitaji Mungu akusaidie uweze kuwa na ushindi 2026, na uweze kumiliki zaidi 2026, na uweze kwenda mwendo zaidi 2026. Hebu jitafakari, alafu ukiona unahitaji maombi. Lakini kabla ya kusema maombi, niseme kama kuna mtu humu ndani hajaokoka, natamani kumpa Kristo maisha yake, kwa sababu safari hiyo huanzia hapo. Anaweza akanyosha mkono tukaomba pamoja naye, tumkaribishe kwenye familia hii nzuri. Lakini kama sote tumeokoka, basi tuombe pamoja na wengine. Kama unaweza kusogea mbele kumwambia Bwana Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, mwambie yote kwako, yote kwako. Uniongoze kwa njia zako, yote kwako, yote kwa Yesu. Wakati huo kama unatamani tuombe pamoja na kujikabidhi 2026, Mungu atupeleke utukufu mwingine, anza kusogea hapa tuombe pamoja. Asante kaka yangu, asante kaka yangu, asante kaka yangu, asante baba. Kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu, yote kwako, yote kwa Yesu. Asante dada yangu, yote kwako, Baba, katika bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila neema yako siwezi kwenda. Ninajua bila huruma zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Bila nguvu zako siwezi kwenda.
tunakubariki Mungu wetu. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana ambalo umelileta kwetu, kwa sababu